Tunaendelea na somo letu lenye kichwa kinachosema kusudi la Mungu na upinzani wa kichawi. Kusudi la Mungu na upinzani wa kichawi. Kumbuka, upinzani wa kichawi unaletwa na adui au shetani. Upinzani wa kichawi unaletwa na adui au shetani, na kazi yake moja adui au kazi yake moja mchawi anapokutafuta au shetani anapokutafuta ni kufifisha lile kusudi la Mungu ambalo amekuwekea tangu kuumbwa kwa misingi ya ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe. Tangu kuumbwa kwa misingi ya ulimwengu, Mungu ameweka kusudi lake ndani ya kila mtu. Lakini shetani anapotumia roho za kichawi, nguvu za kichawi, ili kupingana na lile kusudi ambalo Mungu ameliweka ndani mwako, lengo lake ni kufifisha na kuondoa kufikia yale ambayo Mungu alikusudia kwako. Soma nami Samueli wa kwanza, kitabu kile cha Samueli wa kwanza, ule mlango wa 16, ule mstari wa 11 hadi ule wa 13. Samueli wa kwanza, ule mlango wa 16, ule mstari wa 11 hadi wa 13, anasema: Kisha Samueli akamwambia Yese, watoto wako wote wapo hapa? Naye akasema, amesalia mdogo wao, na tazama anawachunga kondoo. Basi Samueli akamwambia Yese, tuma watu wamlete, kwa sababu hatutaketi hata atakapokuja huku. Basi akamtuma mtu, naye akaenda akamleta kwao. Naye alikuwa mwekundu, mwenye macho mazuri, na umbo lake lilikuwa la kupendeza. Bwana akasema, ondoka ukamtie mafuta, maana huyu ndiye. Ndipo Samueli akaitoa pembe yenye mafuta, akamtia mafuta kati ya ndugu zake, na roho ya Bwana ikamjia Daudi kwa nguvu tangu siku ile. Basi Samueli akaondoka akaenda zake Rama. Bwana Yesu asifiwe. Mungu aliliweka kusudi la Daudi kumtumikia tangu kuumbwa kwa misingi ya ulimwengu, lakini kupitia upinzani wa adui, kupitia nguvu za kichawi, wakamtenga, wakaona kwamba huyu hafai kitu. Kwa kuwa fahamu zao zilikuwa zimefungwa, hawakuona kusudi la Mungu ndani ya Daudi. Waliona Daudi sio kitu, sio chochote. Hata walipoambiwa tunakuja kumtia mafuta ambayo Mungu amemwandaa kwenye nyumba yenu, walimwambia Daudi, kachunge kondoo, kwa kuwa wewe sio kitu, sio chochote. Lakini Mungu akasema, ninamtaka yule anayechunga kondoo, maana ndiye niliyomwandaa tangu kuumbwa kwa misingi ya ulimwengu, kwamba ndiye atapaka mafuta katika kunitumikia. Bwana Yesu asifiwe. Haijalishi wanakuonaje kwenye nyumba yenu, haijalishi wanakuona una nguvu, haijalishi wanakuona ufai, fahamu zao zimefungwa. Iko siku Mungu atajidhihirisha juu yao, na utukufu wa Mungu utakufunua, na atakuweka kuwa mfalme wa wafalme, atakuweka kuwa juu, atakuweka kuwa kiongozi. Semani mimi, piga kelele kwa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, watu wa Mungu. Anachunga kondoo wakati wanamsubiri mgeni aje aliyetumwa na Mungu ili kumpaka mafuta mmoja wao. Hawakujua kwamba ni yule waliomwambia kachunge kondoo, yule waliomuona mchafu, yule waliomuona hafai. Fahamu zao zilikuwa hazielewi, zilikuwa zimefungwa, zilikuwa zinaona huyu sio chochote. Nikwambie mtu wa Mungu, kusudi la Mungu likipangwa juu yako, hata maadui wajipange mstari kiasi gani, ile kusudi la Mungu litatimia tu. Kusudi la Mungu litatimia tu. Hakuna mipaka katikati ya kusudi la Mungu. Daudi akaenda kuitwa anapochunga kondoo, akaja akiwa mchafu. Alipofika akasema, huyu ndiye Bwana amesema tumtie mafuta,
huwezi kulijua kusudi la Mungu asipofungua fahamu zako. Hata Daudi inawezekana alikuwa hajui, na ndio maana hata wenzake waliokaa wakaketi wakisubiri, yeye aliondoka kinyonge, lakini bado wale wote waliokusudia, wale waliomwazia mabaya hawakuweza kulizuia kusudi la Mungu, maana kusudi la Mungu linapangwa kwako tangu ulivyoumbwa. Yeremia 4:22. Kitabu kile cha Yeremia mlango wa 4 ule mstari wa 22. Yeremia mlango wa 4 mstari wa 22, neno la Mungu linasema hivi: kwa maana watu wangu ni wapumbavu, hawanijui, ni watoto waliopungukiwa na akili, wala hawana ufahamu. Ni wenye akili katika kutenda mabaya, bali katika kutenda mema hawana maarifa. Naliangalia nchi na tazama, ilikuwa ukiwa, haina watu. Naliziangalia mbingu, nazo zilikuwa hazina nuru. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe fahamu zetu zikifungwa, adui akifanikiwa kufunga ufahamu wako, adui akifanikiwa kuteka akili yako, anasema watu ni wapumbavu, watu hao wamepungukiwa na akili, wala hawana ufahamu. Anapumbaza akili, anaondoa ufahamu ndani yako. Akishapumbaza akili na kuondoa ufahamu, anasema wanatenda mabaya, bali katika kutenda mema hawana maarifa. Ndio hapo utakuta mtu anaanza kufanya mambo yasiyofaa, kwa sababu akili yake imefungwa, kwa sababu ufahamu wake umefungwa. Anaanza kutenda mambo mabaya yasiyofaa. Kama ni mtoto anaanza kuwa mkaidi, kama ni mtoto anaanza kuwa mdokozi, kama ni mtu mzima anaanza kuona anafanya mambo yasiyofaa, lakini yeye anajiona yuko sahihi, yuko sawa. Kwa nini? Kwa kuwa akili zake zimefungwa, hana ufahamu tena, hana maarifa tena. Lakini anasema alipoangalia nchi na tazama, nchi ilikuwa ukiwa. Kumbe ufahamu ukishafungwa, akili ikishaondolewa, nchi inakuwa ukiwa. Nchi ni ardhi ambayo inazalisha mazao, ambayo inaleta baraka, ambayo inaleta chakula, inakuwa ukiwa. Akasema tazama, nilipotazama mbingu ilikuwa giza, haina nuru. Kwa nini? Kwa kuwa hakuna watu wa kufungua ili nuru ionekane. Kwa nini? Kwa kuwa watu hao fahamu zao zimefungwa, watu hao fahamu zao zimeondolewa, akili zao zimeondolewa. Nimekwambia tutashughulikia eneo la akili na ufahamu, maana akili na ufahamu zikiwa safi, hata nuru ya Mungu itaonekana kwenye nyumba yako, hata nuru ya Mungu itaonekana kwenye kazi yako, nuru ya Mungu itaonekana kwa watoto wako. Maana hawatakuwa wapumbavu, bali watakuwa wanaona njia ambayo Mungu anawafungua na kuwaonyesha njia. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya, watu wa Mungu. Yeremia 5:2. Kitabu cha Yeremia ule mlango wa 5 na mstari ule wa 2, neno la Mungu linasema, na wajaposema kama Bwana aishivyo, hakika waapa kwa uongo. Bwana, macho yao je, hayaangalii uaminifu? Umewapiga lakini hawajahuzunika, umewakomesha lakini wamekataa kurudiwa. Wamefanya nyuso zao kuwa ngumu kuliko mwamba, wamekataa kurudi. Kwamba Mungu anapotazama nchi, anapoona ukiwa, anataka nini? Anataka watu hawa wamrudie. Bwana Yesu asifiwe. Lakini watu hawa wanaonekana wamekataa kurudi, na wanapokataa kurudi ndiko ambako wanapoteza kila ambacho Mungu alitaka wakione. Kwa hiyo anasema wamekataa kurudi. Anapotazama nchi anaona ukiwa, anapotazama juu, anapotazama mbingu anaona giza. Ili kuweza kuondoa ukiwa, ili kuweza kuondoa giza, anataka watu wamrudie.
Bwana Yesu asifiwe. Kwa leo tunaaswa kumrudia Mungu, kuyaacha yale ambayo yanatupeleka katika giza, kumruhusu adui kuweza kuchambulia fahamu zetu, kuweza kushambulia akili zetu, kuweza kutuondoa katika nuru ya Kristo. Maana kumbuka, nuru haichanganyikani na giza. Mahali penye giza hakuna nuru, mahali penye nuru hakuna giza. Hivyo vitu viwili haviendi pamoja kamwe. Kwa hiyo ni lazima Mungu anapokutafuta urudi, ugeuke, ubadilike, umtafute uso, ili na yeye aachilie nuru yake kwako, adui aachilie fahamu zako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Yako mambo ambayo yanachangia fahamu za watu wa Mungu kushambuliwa na adui. Yako mambo ambayo yanachangia fahamu za watu wa Mungu zishambuliwe na adui. Jambo la kwanza ambayo yanachangia akili na fahamu za watu wa Mungu zishambuliwe na adui ni dhambi. Ni dhambi. Haleluya, watu wa Mungu. Wako watu ambao wamezoea dhambi. Wanaona dhambi ni kama kitu cha kawaida tu katika maisha. Lakini dhambi ina madhara mengi sana katika ulimwengu wa roho. Inamleta madhara makubwa sana ambayo baadaye kuondoka inakuwa ni ngumu. Wakorintho wa pili 4:4. Kitabu kile cha Wakorintho wa pili mlango ule wa 4 mstari ule wa 4. Wakorintho wa pili mlango wa 4 mstari ule wa 4 anasema, ambao ndani yao Mungu wa dunia hii amepofusha fikra zao wasioamini, isiwazukie nuru ya injili ya utukufu wa Kristo aliye sura yake Mungu. Kwamba huyu Mungu wa dunia ambaye ni shetani, ambaye ni adui, ambaye anapofusha fahamu, ambaye anapofusha fikra, anasema hawa watu Mungu wa dunia amepofusha fikra zao, amepofusha akili zao, amepofusha fahamu zao. Fikra ni akili, ni uelewa, ni fahamu, kwamba huyu Mungu wa dunia ambaye anafundisha matendo mabaya, ambaye anafundisha matendo maovu, ambaye anakuvuta sehemu isiyompendeza Mungu aliye hai, huyo amefanya kitendo cha kupofusha akili zako, fikra zako. Alafu na anapopofusha fikra zako, anachokifanya ni nini? Ili usimwamini Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Akasema ili nuru isiwazukie, nuru ya injili ya utukufu wa Kristo aliye sura ya Mungu. Kumbe lengo la huyu Mungu wa dunia, shetani, ibilisi, lengo lake la kupofusha fikra za watu wa Mungu ni ili nuru ya Kristo, ya Mungu aliye hai, isiwafikie. Na nuru ya Kristo ya Mungu aliye hai isipowafikia watu wa Mungu, ni ngumu sana kuona baraka za Mungu katika maisha. Ni ngumu sana kusogea mbele. Ni ngumu sana kupiga hatua. Ni ngumu sana kuinuliwa, kwa kuwa fikra zimefungwa, fikra zimepofushwa, fikra zimechukuliwa, fikra zimenaswa. Bwana Yesu atuhurumie. Haleluya. Soma na mimi kitabu kile cha Obadia 1:7. Obadia 1:7. Kitabu kile cha Obadia mlango ule wa kwanza na mstari ule wa 7. Na una kitabu kimoja tu. Mstari wa 7 anasema, watu wote wa mapatano yako wamekufukuza, hata mipakani wale waliofanya amani nawe wamekudanganya na kukushinda. Walao mkate wako wamekuweka mtego chini yako, wala hana ufahamu wa hayo ndani yake. Kwamba wewe ambaye umekubali kushirikiana na watu wa elimu ya dunia, wewe
ambaye umekubali kushirikiana na wale watenda maovu. Kumbuka Zaburi ya kwanza inasema usikae na wenye mizaha, wala usikae nao. Sio hata usifanye mizaha, usikae nao, usiwasogelee. Hapa anasema kama umeamua kuchagua kuishi kwa kufuata mapenzi ya watu wa dunia, hao watu hao ambao unawaamini, hao watu hao unaoshirikiana nao, hao watu hao unaowaambia mambo yako, anasema watu wote wa mapatano yako, mlipatana vikao vyenu, mkapatana mwende kwa wachawi, mkapatana mkasengenye, mkapatana mkanywe, mkalewe, mkapatana mambo ya kidunia yasiyompendeza Mungu. Anasema hao watu hao wa dunia ambao mmepatana nao wamekufukuza. Wanakufukuzaje? Wanakufukuza katika ulimwengu wa roho. Wewe upo pamoja nao, lakini kwenye ulimwengu wa roho wamekwisha kumaliza, wamekwisha kufukuza, wamekwisha kukondoa. Anasema wamekufukuza hata mipakani. Wale waliofanya amani nawe wamekudanganya. Wanapofusha fahamu zako, halafu wanakudanganya. Wewe unakaa hapo katikati, wanakuambia sasa, unasikia usiende tena kule kanisani kwako, maana kule kanisani kwako hakuna Roho Mtakatifu, twende kwa nabii. Anakudanganya akijua kabisa. Kwa hiyo nabii anayekwambia twende hana uhakika ni nabii anayetoka kwa Mungu, hana uhakika ni nabii wa kidunia, hana uhakika ni nabii mwenye nguvu za Mungu, hana uhakika ni nabii anayetumia uchawi. Anakupofusha fahamu, na wewe kwa kuwa fahamu zimetekwa, unaweka patano nao, unamwacha Mungu wa kweli, unaenda kwa nabii wa uongo, unatabiriwa mambo ya uongo, unapeleka na mali zako, unafilisiwa, tatizo linabaki pale pale. Haleluya. Na ni nani aliyekudanganya kwamba kuna kanisa lenye roho na kanisa ambalo halina roho wa Mungu? Ngoja nikwambie, kinachobeba roho wa Mungu ni mtumishi aliyoko, lakini ni madhabahu ya Mungu aliye hai inayosema juu ya maisha yako. Ile madhabahu ndio inabeba roho ya Mungu, ile madhabahu ndio inabeba nguvu, ile madhabahu ndio inaamua juu ya maisha yako, wala sio kanisa fulani, sio jina fulani, sio tabia fulani. Madhabahu inabeba kusudi la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Mahali popote penye madhabahu iliyo hai inaamua na inaamuru baraka zako. Unachotakiwa kufanya ni kujua ninapaswa kushikilia nini kwa ajili ya madhabahu yako. Unapaswa kuomba na kuamini kwamba unapokea. Hicho ndicho ambacho watu wetu wamekosa. Hawana imani, wanayumbishwa tu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba wamekaa kikao, wamepatana, lakini wamekwisha kufukuzwa, hawajui. Wamekwisha kudanganywa, akili zao zimetekwa. Anasema na wamekushinda. Walao mikate yako, wamekuwekea mitego chini yako, tena unakula nao, unakunywa nao, lakini mitego wamekuwekea. Anasema wala hauna ufahamu wa moyo, huna ufahamu wa hayo ndani yako, huna ufahamu tena. Fahamu zimeshatekwa, huna unachoelewa, huna unachosikia tena. Unachojua ni kukimbizana tu, lakini ufahamu wako haupo. Ngoja nikwambie mtu wa Mungu, ufahamu wako ukitekwa, huwezi ukaona hiki hapa ni kibaya wala ni kizuri. Unachokiona ni kile ambacho ufahamu wako unakwambia, una ambao tayari amekwisha kuteka. Kuna sababu kubwa sana ya kuombea ufahamu. Kuna sababu kubwa sana ya kuomba ufahamu kwa watoto wetu. Ziko sababu kubwa sana. Maana adui akimteka mtoto, unachofanya wewe unamchapa, unamgombeza, unamuona kama ni mtoto asiyefaa, unapunguza upendo kwake, unamuona kwamba ana
akili, lakini hujashughulika na fahamu zake. Hujajua adui amefanya nini kwenye ufahamu. Hujajua ni kwa nini alikuwa anakuwa wa kwanza darasani anakuwa wa mwisho. Hujajua ni kwa nini alikuwa anapenda shule afika mahali aende. Hujajua ni kwa nini alikuwa anakutii lakini amegeuka anajibizana na wewe kama mtu kama mkubwa mwenzako. Badala ya kushughulikia ufahamu, unachokifanya ni kumtenga yule mtoto. No, ufahamu ukifungwa, yeye hawezi kujua kama amefungwa, bali wewe una nafasi ya kushughulika na ufahamu wake. Bwana Yesu asifiwe. Waebrania 3:13. Kitabu cha Waebrania ule mlango wa 3 mstari ule wa 13. Waebrania 3:13. Wapendwa katika Bwana, tusipokuwa makini, adui atatutesa sana. Adui atatusumbua sana. Adui atatugaragazisha sana. Tutahangaika. Waebrania 3:13 neno la Mungu linasema, lakini mwonyeni kila siku maadamu iitwapo leo, ili mmoja wenu asifanywe mgumu kwa udanganyifu wa dhambi. Kwa bila kinachochangia kumaliza fahamu zetu, akili zetu ni dhambi. Lakini anasema tuonye kila siku. Kuonya ni kwa neno la Mungu, ni kwa kuchukua tahadhari katika maisha unayoendea. Anasema onyeni kila siku maadamu iitwapo leo, ili mmoja wenu asifanywe mgumu. Moyo ukiwa mgumu, hutalijua kusudi la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Moyo ukiwa mgumu, mpendwa mtu wa Mungu, moyo wako usipomjua Mungu, kama na hofu ya Mungu, hauwezi kusonga mbele. Huwezi, na adui atakutumikisha tu. Adui atakuonea tu. Wakati Yesu alipoingia kwenye maji, hawakumuona. Kwa nini? Kwa mioyo yao ilikuwa imefungwa. Fahamu zao zilikuwa zimefungwa. Mioyo yao ilikuwa migumu. Lakini mioyo yao isingekuwa migumu, wangemuona, wangemjua. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Injili ya Mathayo 13:15. Injili ya Mathayo 13:15. Neno la Mungu linasema katika Injili ya Mathayo mlango wa 13 mstari ule wa 15, anasema, maana mioyo ya watu hawa imekuwa mizito, na kwa masikio yao hawasikii vema, na macho yao wameyafumba, wasije wakaona kwa macho yao, wakasikia kwa masikio yao, wakaelewa kwa mioyo yao, wakaongoka nikawaponya. Haleluya. Amen. Kumbe kuna wakati tunatafuta uponyaji, lakini kinachozuia kuponywa, kinachozuia kufunguliwa ni ugumu wa mioyo yetu. Na ugumu wa mioyo yetu unasababishwa na adui ambaye hataki upokee muujiza kutoka kwa Mungu. Kwa nasema, maana mioyo ya watu hawa imekuwa mizito, kwa kuwa masikio yao hawasikii vema, na macho yao wameyafumba, wasije wakaona kwa macho yao, wakasikia kwa masikio yao, wakaelewa. Manake huwezi kuelewa kama umefungwa. Kwa hiyo kama umefungwa, manake hata macho yanakuwa yamefungwa, macho ya ndani, masikio ya ndani yanakuwa yamefungwa, kila mahali panakuwa pametiwa giza. Kwa hiyo nasema lengo ni ili wasije wakaelewa kwa mioyo yao, wakaongoka nikawaponya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tuna kazi ya kushughulika na adui. Tuna kazi ya kushughulika na wachawi wanaoshughulika na mioyo
kuona. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, watu wa Mungu. Naona muda unakimbia. Sasa kama unaandika, nitasoma machache lakini nitakusomea, utaenda nayo. Tusome kitabu cha Ayubu 17 mstari wa 4a. Ayubu 17:4a. Ayubu 17:4a. Na mimi natamani tupate muda wa kuomba wa kutosha. Ayubu 17:4a. Neno la Mungu linasema hivi katika kitabu cha Ayubu ule mlango wa 17 na ule mstari wa 4 kipengele a. Anasema, kwani mioyo yao imeficha ufahamu. Hii mioyo ambayo ni migumu, ambayo adui ameifunga, ikishafungwa na adui ikawa haisikii, haioni, inaficha ufahamu. Kwa ufahamu unakuwa tayari umefichwa na adui, kwa hakuna kitu kitakachoendelea, kwa kuwa huelewi, huoni tena, usikii tena. Kwa nini? Kwa kuwa mioyo migumu, mioyo isiyosikia, mioyo ambayo adui ameikamata imefunga fahamu. Bwana Yesu asifiwe. Imefunga fahamu. Kwa hiyo tunatembea tukiamini kwamba tuna ufahamu, lakini fahamu zimefungwa. Uelewa haupo, fikra hazioni mbele, macho ya kuona hakuna, wala ya kusogea hakuna, kwa kuwa mioyo imetiwa ugumu. Baada ya kutiwa ugumu, ile mioyo ikafunga fahamu, na adui akapata nafasi ya kuendelea kushambulia watu wake, kuendelea kuwapiga, kuendelea kuwaonea, kuendelea kuwadhulumu, kuendelea kuwaweka kwenye vitisho. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ufahamu usaidia kufikia maono. Kumbuka, ufahamu unakusaidia kufikia maono au kusudi ambalo Mungu ameliweka mbele yako. Ufahamu unakusaidia kufikia maono au kusudi ambalo Mungu ameliweka mbele yako. Kwa hiyo adui akifanikiwa kufunga fahamu zako, amefanikiwa kuziba maono yako, amefanikiwa kuziba ndoto zako, amefanikiwa kuharibu future yako na lile kusudi la Mungu ambalo alikusudia. Soma nami kitabu cha Daniel ule mlango wa kwanza na mstari wa 17. Kitabu cha Danieli 1:17. Neno la Mungu linasema hivi, Danieli 1:17 anasema, basi kwa habari za hao vijana wanne, Mungu aliwapa maarifa na ujuzi katika elimu na hekima. Danieli naye alikuwa na ufahamu katika maono yote na ndoto. Kwamba maono ambayo yalikuja kuonekana kwa Shadraka, Meshaki, Abednego yalikuwa yamebeba juu ya Danieli, kwa kuwa alikuwa na ufahamu. Sasa ukiwa una ufahamu, yale maono yasingetimia. Kwamba Mungu alikuja akajidhihirisha ya kwamba yeye ni Mungu wa kweli kwa wale watu waliokuwa wakidanganya watu kwamba wao ni Mungu. Akajidhihirisha na akawaambia, washeni moto wenu, washeni mara 7 zaidi ya kawaida yenu,
Haleluya watu wa Mungu. Haleluya watu wa Mungu. Ninatamani tuombe. Sasa nina mistari mingi kweli. Mingi. Kama unaandika andika kwa haraka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Andika Marko 6:51 hadi 54. Warumi 1:28 hadi 32. Waefeso 4. Utaenda kusoma mistari hii yote, inakupeleka kwenye kufungua fahamu yote kabisa. Amen. Waefeso 4:18 hadi 24. Marko 8:17 hadi 18. Isaya 29:14. Nikisema niendelea mpaka asubuhi mistari haishi. Mithali 32. Mithali 3:4. Zaburi ya 119 mstari wa 104. Mithali 2:3 mstari wa 3 na mstari wa 6. Mithali 2 mstari wa 3 na mstari wa 6. Mithali 28 mstari wa 2. Isaya 11:2. Danieli 5:12. Danieli 5:14. Wakolosai 1:9. Wakolosai 3:10. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya watu wa Mungu. Amen. Tunaanza hivi. Tamwabudu Mungu. Wale watoto wote